kama sote utaniuliza, lakini umeuliza je, inaruhusiwa kwa mwanamume kulamba uchi wa mwanamke? Naam. Au mwanamke kulamba uchi wa mwanamume? Naam. Nikiongea kwa kauli yangu mimi Sheikh Muhammad Aboko, maulama wataniradi. Umetoa wapi hiyo? Dalili iko wapi? Kitabu inaitwa Halawatun Nikahu fil Islam. Halawatun Nikahu fil Islam. Utamu wa ndoa katika Uislamu. Naam. Kwa hiyo kama Sheikh Kishki anisikiza, andika hiyo kitabu chini, inaitwa Halawatun Nikahu fil Islam. Kama kuna ulama yote amekuwa ananisikiza ananifuatilia, andika hii kitabu chini, inaitwa Halawatun Nikahu fil Islam, utamu wa ndoa katika Uislamu. Sheria imekubali mwanamke kulamba dhakari ya mume wake, imeruhusiwa. Na mwanamume naye vile vile ameruhusiwa kuulamba uchi wa mwanamke. Anaweza kuulamba uchi wake kwa kumwandaa mwanamke hapo cha, lakini bisharti. Sharti gani? Uhakikishe mmekwenda kupimwa. Uhakikishe kwamba mwenzi wako ako na afya mzuri, ni mzima wa afya. Sawa. Na mwanaume ni mzima wa afya. Usijeenda kulamba pale baadaye upate madhara. Je, imeruhusiwa kwa dalili gani? Hapo sasa. Anasema al-Imam al-Qurtubi. Al-Imam Qurtubi. Walaqad ajaza al-ulamau. Na kwa hakika ulama wamejuzisha, wamesema inafaa kumlamba mwanamke sehemu yake ya siri. Naongea bila haya, mkitaka mnikujie. Hapo naongea mimi, siogopi. Inaruhusiwa. Walaqad ajaza al-ulamau. Na kwa hakika wamejuzisha ulama, ala anna rajula, hakika ni juu ya mtu, yani mwanamume, yajuzu lahu, imejuzishwa kwake, antalhasaha fi qubuliha, kumlamba mwanamke sehemu yake ya siri ya mbele. Imejuzu kwa mwanamume kulamba uchi wa mwanamke ya mbele, imejuzisha na sheria ya Kiislamu. Hapo ni al-Imam al-Qurtubi. Anna rajula, hakika ya mwanamume, yajuzu lahu, imejuzishwa kwake mwanamume, antalhasaha fi qubuliha, kumlamba mwanamke sehemu yake ya siri ya mbele. Ya salam. Illa fi duburiha, isipokuwa sehemu yake ya nyuma huwezi kulamba.